Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi wananiita Salim. Mimi wananiita Maxwell. Maxwell, asante sana. Maxwell, Muislamu Mkristo? Mkristo. Asante. Hebu injika swali Maxwell nisikie. Najua tulipokuwa hapa Jumapili uliniambia Yesu alikuja kwa wana wa Israeli peke yake. Yesu hakutambui wewe, amekuja kwa wana wa Israeli peke yao. Yaani wewe mtu mweusi, Yesu hayuko pamoja nawe. Wewe ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesu amekukataa katika vitabu. Ukiangalia katika Luka 2, unasema na katika njia ile ile palikuwa na wachungaji wakilinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akaja ghafla, utukufu wa Bwana ukaangalia pande zote. Malaika akamwambia msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Kwa watu wote waliokuwa na kusudio pale ni Wayahudi. Ni Wayahudi. Lakini kuna tofauti ya watu wote na walimwengu wote. Kwa sababu Muhammad ametumwa kwa walimwengu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin ni kwa walimwengu wote. Kuna tofauti walimwengu na watu. Sasa nikisema watu wote watachagua mbunge wa hapa, wale watu na kusudia ni watu wa area. Hadi hapo Biblia leo imerudi ikasema tu vizuri, na amani iwe kwa watu wote ulimwenguni wanaomwabudu. Wanaabudu nani? Ambao wanamwabudu Yesu. Nani Biblia inasema? Ukiabudu Yesu kazi yake bure. Karibia hapa msomaji, alafu huyu atauliza. Karibia kwanza hapa. Uingie katikati. Huyu anasema yeye anaabudu Yesu, lakini ukiabudu Yesu bure. 15:7 kitabu cha Mathayo. Ukiabudu Yesu bure. 15:7 mambo ni ya Mathayo. Anaabudu Yesu. Amekataa kuabudu Mungu, anaabudu Yesu. Anasema ati Biblia imesema waabudu Yesu. Sikiza inasemaje? 15:7. Sikiza, ukiabudu Yesu shida yako ni gani? Enyi wanafiki. Ni vyema alivyotabiri Isaia. Sikiza tena, Biblia inawaita watu wanafiki. Anasema ni vyema alivyotabiri nabii Isaya. Akisemaje? Kwa habari zenu, akisema watu hawa huniheshimu kwa midomo. Kwanza watu hawa wanamheshimu Yesu kwa midomo. Kila kitu Jesus. Ukienda kwa magari wameandika Jesus. Kila kitu wanatumia tu jina Yesu. Lakini ila mioyo yao iko mbali nami. Kumbe mioyo yao inakuanga iko mbali sana na Yesu. Ila kwa mdomo wanamtaja Yesu kwa wingi sana, lakini mioyo yao iko mbali sana. Malizia. Nao wananiabudu bure. So ukiona mtu anayemwabudu Yesu anamwabudu bure. Kwa nini? Malizia. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kumbe ukiona mtu anaabudu Yesu, hayo ni mafundisho ambayo ni maagizo ya wanadamu, si maagizo ya Mungu. Kwa sababu maagizo ya Mungu iko aje? 17:22 Qur'an. 17:22 Qur'an. Tumsaidie tu kaka yetu huyu. Anaabudu Yesu hiyo miaka yote bure. Badala abudu Mungu, amemwacha Mungu, anamwabudu Yesu. Yesu mwenyewe alimwabudu Mungu. Wewe unamwabudu Yesu. Si unaona ni matatizo? Sikiza. Usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Sikiza, Qur'ani inakuambia usije ukafanya Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu Allah. Usije ukawa mwenye kulaumiwa. Asante. Na mwenye kukosa wa kunusuru. Asante. Na Mola wako amehukumu kuwa msimwabudu yoyote ila yeye tu. Mungu amesema tusiabudu yoyote isipokuwa yeye Mungu peke yake. Yesu mwenyewe alikuwa akiabudu Mungu. Wewe unaabudu Yesu, utaenda motoni. Na wakilisomea kuanzia Luka 2:8 hapo. Luka 2:8, msomee, lete Biblia. Msomee Luka 2:8. Tena pole pole, mpola. Tunasemanga mpola. Mwonyeshe tu vizuri. Mpola gatonda ali umu. Luka 2. Mwonyeshe tu pole tu. Luka 2 anasema uanzie 8. Pole. Luka 2:8. Inasema hivi. 2:8 inasema. Na katika nchi ile walikuweko wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea
habari njema ya furaha kuu itakayo kwa watu wote. Maana leo katika mji ya Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo. Mpaka wapi? Amezaliwa Mwokozi ndiye Kristo kabisa. Lakini Mwokozi wa watu gani? 13:23 tukiendelea tu hapo. Tuendelee. Tunajua Mwokozi ni kwa wana wa Israeli. Tutakufundisha huko pia. Inasema hivi, amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo mwana Bwana, na hii ndio ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara walikuwepo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni. Hawakusema, walikuwa wanamsifu Mungu. Atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu walioridhiwa, aliowaridhia. Ikawa malaika hao. Sasa mimi sina na wasiwasi. Yesu tunaambiwa kumezaliwa Mwokozi, na mimi sina wasiwasi kwa sababu Yesu ni Mwokozi, lakini si kwa Afrika. 13:23 Mungu anasemaje? Sikiza vizuri. Takuja wewe, tulia nimalizane na huyu. 13:23 kwa sababu tunasema ahadi ya Mungu haivunjiki milele. Je, Mungu aliahidi watu wote watapata Mwokozi au ni kina Israeli peke yao? Sikiza habari. Hii Matendo ya Mtume 13:23 inasema. Inasema hivi, katika uzao wake mtu huyu Mungu amewaletea Israeli Mwokozi. Sio Mungu amewaletea walimwengu wote Mwokozi, hapana, specific. Mungu amewaletea Israeli Mwokozi. Israeli ni Yakobo. Hawa wanaoitwa wana wa Israeli ni watoto wa Yakobo. Mungu amewaletea Israeli Mwokozi. Malizia. Kama alivyoahidi. Yaani Yesu. Kumbe ilikuwa ni ahadi ya Mungu, atawaletea Waisraeli Mwokozi ambaye jina lake ni Yesu. Kama ilivyokuwa ahadi ya Mungu, na ahadi ya Mungu haivunjiki. So leo ukiniambia Yesu amekuja kwa watu wote, maana yake ahadi ya Mungu kwa Biblia ni ya uongo, ilivunjika. Na wewe ndio unatuambia ahadi ya Mungu haivunjiki milele. Kama haivunjiki milele, maana yake Yesu kabaki kwa wana wa Israeli. Wewe mtu nyeusi kama mimi, tutafute mtume aliyetumwa kwa ajili ya watu wote ambaye habagui. Tunampata katika ndani ya Qur'ani 758, ambaye huyu sasa habagui. Huyu katumwa kwa ajili ya walimwengu wote. Sikiza nani huyu? Sikiza jina yake. Aliyetumwa kwa ajili ya watu wote. Nani? Si utajua sio Yesu. Usikie. Huyu hajasema nimetumwa kwa ajili ya Waarabu, hapana. Sikiza vyenye anazungumza. Qur'ani 758. Sema enyi watu, sema. Rudie pole 158. Ewe Nabii Muhammad. Enyi watu, hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi nyote. Sikiza. Anaambiwa sema yeye Muhammad, hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi nyote, habagui. Hasemi nimetumwa kwa ajili ya Waarabu, hapana. 25:51 Qur'an. Yaani hasemi nimetumwa kwa ajili ya Waarabu peke yao, hapana. Anasema ametumwa kwa ajili ya walimwengu wote. Sasa wewe unang'ang'ania gari ya kwenda Kitui wakati kwenu ni Kisumu. Baba, utapotea. Panda gari ya kwenda katika njia ambayo unakoenda. Sasa wewe unang'ang'ania gari ya kwenda Kitui, kumbe kwenu Kisumu. Hautafika. Kwa sababu lazima uchukue gari ya kwenda kwenu. 25:51. Sikiza inasemaje Qur'an? 25:51 inasema. Na kama tungetaka tungewapeleka katika kila mji mwonyaji wao. Yaani kila mji wangeletewa mwonyaji wao. Kenya kungekuwa na nabii wake, Uganda nabii wake, Tanzania nabii wake. Lakini sikiza. Lakini tumemleta Nabii Muhammad kwa watu wote. Ameletwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya watu wote, mpaka wewe ukiwemo ndani. Na ndio unaona leo kakangu, ukienda kwa msikiti, hakuna msikiti ya matajiri ati wewe maskini unapigwa telo. Uangaliwe kama ati unaingia na, lakini tajiri akija ati anapita. Hakuna hiyo msikiti. Ipatikani hii Kenya. Mtu yoyote kwa msikiti anaingia na swali, anaondoka anaenda zake.
anamwabudu Mola wake. Na ukifika mbele na aje tajiri, mtu ana uwezo wake, wewe huwezi kutolewa pale mbele yeye akakaa pale, hapana. Na ndani ya msikiti hakuna viti vya VIP, kuna viti vichache kwa ajili ya disabled people, wale ambao wana shida labda ya spinal cord, wana shida ya miguu, hiyo imewekwa chache kwa ajili ya walemavu, wale watu wana shida kidogo, unaona lakini hakuna tikiti imewekwa kwa ajili ya MP ama ya governor ama nani. Akija anakaa kama watu wengine, tena anakaa katika safu, anapeleka uso chini kama watu wengine. Lakini ole wako kanisani akuje MCA, kwanza unaambiwa ngo hebu ondoka, enda huko nyuma, kwa sababu anajua kwanza una kitu ya kutoa na MCA atatoa. Sasa wewe unaambiwa toka. Sasa Uislamu ndio dini peke yake imewaweka watu wote katika level moja. Na Yesu alikuwa ni Muislamu ndugu yetu, anaitwa Isa ibn Maryam, the original name yake Isa ibn Maryam. Hakuna nabii alikuwa nje ya Uislamu, wote Waislamu. Sasa ni wewe ukubali uingie katika Uislamu kwa moyo wako ili unusurike hapa duniani na kesho akhera. Yaani kulingana na venye wewe unaamini kuhusu wana wa Israeli, si vile sawia na Wakristo wanavyoamini. Wakristo wote wanaamini kuwa wao ni wana wa Israeli. Sasa Wakristo kwa fikra yao wanadhani wale wa Israeli ati ni Wakristo. Wale wa Israeli hata sio Wakristo. Wale katika Israeli hakuna Ukristo. Ukristo ni 1.9%. Hakuna Ukristo. Uislamu ni 18% katika Israeli. Wana Judaism ndio iko nyingi, iko almost 70%. Lakini Ukristo, Wakristo wengi duniani wanafikiria na kuamini ati wale Wayahudi ni Wakristo wenzao. Wale wanachukia Ukristo kama kitu kingine. Nyinyi ndio hamjui na hamsomi. Wale hawahusiani na Ukristo. The Judaism wako pale, na wale ambao wako pale katika ile ardhi hawahusiani na Ukristo. Lakini nyinyi mkiwa huku Kenya mnadhani wale ni Wakristo wenzenu. Poleni sana. Wale hawahusiani na nyinyi kamwe hata kitu kidogo. Hawahusiani na Wakristo wale. Ukristo mahali unapatikana ni Italy, ukienda sehemu zingine kama Scotland, sehemu za mbalimbali, lakini kule ni Uislamu na ile Judaism ndio iko pale. Lakini Ukristo pale hata upatikani. Kwa sababu wale wanajua hawa manabii walikuwa na Waislamu. Ni ile walikataa wakafuata kitu wanaita Judaism ambayo ilianzishwa na mtu. Wale si Wakristo wenzenu. Lakini nyinyi kwa fikra yenu mnadhani Waisraeli ni Wakristo. Wewe hawa Waisraeli hata wako hapa kwa embassy ya Kenya, usaiwaona wakienda kanisa gani kuabudu. Lakini ukiona Mwarabu ule ako embassy hapa, utamuona msikitini anafanya ibada, kwa sababu Muislamu. Lakini wale wako hapa si Wakristo, ndio hujai waona kanisani. Usije ukastuka bure kaka, ndio ukweli ulioko. Fanya uchunguzi. Wale si Wakristo, hata wahusiani na Ukristo hata kidogo. Sije ukastuka ukapata pressure bure. Hapana. Umesema Waisraeli hawako Wakristo. Wale si Wakristo, wala hawahusiani na Ukristo mpaka leo. Na hawajai kuwa Wakristo. Na Ukristo, tulia utauliza swali. Wacha nimalizane na huyu, alafu narudi kwako. Unanipata vizuri? Wale hawahusiani na Ukristo hata kidogo. Hawahusiani, wala hawatumii Biblia. Wana kitabu wanaita Talmud, ndio wanatumia. Hawatumii Biblia wao, ambao ni kitabu kiko na vitabu 24, 24 books iko ndani yake. Wao hawatumii Biblia. Biblia ni kitabu kilicholetwa kwa ajili ya kuwa control wa Afrika sana sana, kwa sababu Waafrikani ndio walisambaziwa zaidi. Wazungu kama Uingereza wamekuwa Waislamu, wameachana na mambo ya Kristo, wamekuwa Waislamu. Fanya research zako. Uzunguni yote hao watu wanakuja wakisilimu kwa sababu Uislamu ndio dini ya haki. Wanafanya research, wanaona ndio haki, hii wanasilimu. Una habari wewe? So I think mambo na dini ni ile kitu ilikuja ikakuwa effect of translation of the Bible. Venye wali translate my Bible nini, but they are still Christians. Hakuna Christian kule. Hakuna. Mimi ndio nimekuambia wewe fanya research zako, enda uangalie. Si uko na simu, angalia Christian ni wangapi katika nchi ya Israeli. Wakifika 2% ukuje uniambie mimi muongo. Ni 1.9%. Hajafika 2%. Hao ni watu wachache sana. Very few, ni wale watu wameenda huko utalii na nini. Watu very few. Pole, lakini nyinyi hapa ndio nini? Lete swali lingine. Hauna swali? Swali nakuja kwake. Nataka nikuulize moja. Wewe unasema Mkristo. Yeah. Unashiriki kanisa gani?
PAG kuna watu wanasema ni people against God, lakini nasikia ni Pentecostal Assembly of Pentecostal Assembly of God. Asante. Makao makuu yake iko nchi gani? Makao makuu. Yaani headquarter yake. Headquarter yake imejua Kenya penyeko. Nauliza dunia nzima si kuna PAG, Pentecostal Assembly of God. Yeah. Makao kuu yake iko wapi? Kwa mfano Roman Catholic makao makuu yake tunajua iko Italy. PCEA makao yake tunajua iko Scotland. Kuna hii wanasema SDA tunajua makao yao makuu iko Michigan, America. Kuna hii wanaita jeshi la wokovu tunajua bado wameanziwa hapa na huyu Booth, anaitwa Booth sijui nani huyo, alianzisha katika Second World War. Kuna makao makuu yao mahali iko. Sasa hii yenu PAG makao makuu iko nchi gani? Ujui. Hakuna kanisa makao makuu iko Israeli. Ndio ujue hakuna mahali Ukristo unahusiana na Waisraeli. Hakuna. Ni mtu tu analala anaamsha yake kwa sababu anataka faida yake. Wala hakontrol kulingana na Biblia, ana control kulingana na fikra zake anavyotaka. Tofauti na Uislamu. Uislamu huwezi kucontrol na vyenye unataka. Uislamu unakontroliwa na Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinachozuia uwe Muislamu nini? Ni jinsi tu ya nilijipata nikuwa Mkristo, so ni vigumu kugeuka hivyo, na Mkristo ni imani yangu. Sasa wewe ni innocent inheritor. Wewe hatuwezi kukulaumu kwa sababu wewe unasema ulijipata ukiwa Mkristo. Wewe ni innocent inheritor. Sasa wewe hatuwezi kukulaumu, lakini mahali ulipo ni mahali ambapo ni pabaya, inafaa ubadilike, na usipobadilika Mungu anakuahidi hivi Qur'ani 3:85. Alafu nichukue swali ya kaketi. 3:85 Qur'an. Hebu angalia hizi. Pole manake wewe ni innocent inheritor. 3:85 angalia hizi mabati zote ni makanisa. Kama si biashara mbona inawekwa hivyo? Na anayetaka angalia hapa, na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu basi haitakubaliwa kwake. Mungu anasema ukitafuta dini ambayo si ya Kiislamu, kwanza Mungu hataikubali kwako. Malizia. Naye akhira atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Na wewe siku ya mwisho utakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Wewe unaenda kwa Mungu, umetafuta dini yako unaita Ukristo. Mungu anakuambia hakutuma nabii awe Mkristo. Unauliza ulitoa wapi? Kwa mfano, sasa tukikuuliza Ukristo kama dini ulitoa wapi? Si ni venye nilizaliwa kwa Wakristo. Unaona? Pia wewe hujui, ni innocent inheritor, ulizaliwa. Lakini Mungu kakupa akili usome. Mungu hakukuumba ukiwa mjinga. So ukisoma kitu hata kama umezaliwa ndani ukajua si cha kweli, unatoka. Sasa tunaendelea kung'ang'ania kitu ambacho hakuna evidence. Unatoka. Mungu kakupa akili na Mungu anakupenda ndio akakuleta hapa angalau ujue mawili matatu ambao huko unajua kaka. So Uislamu dini yako na ni wepesi sana Uislamu. So karibu sana. Tulia usikize, utapata swali lingine utauliza. Karibu. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili hapo kuna penye nasema wakati za mwisho patatokea manabii wa uongo, manabii wa ukweli. So utaamini nani? Kwanza saa hii hakuna nabii wa ukweli. Wote ni wa uongo. Kwa sababu nabii wa mwisho ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hao waliotokea ni kama huyu mmoja muongo mkubwa kadhab anayeenda kudanganya watu ati anaponya ukimwi. Anaponya ukimwi wakati serikali wako na data ya watu ambao ni wagonjwa kama ni ukimwi. Na ndio inakontroliwa kwa sababu ya dawa ambazo zinakuja za ARV. So serikali wana data. Sasa wewe unadanganya unaponya ukimwi wakati serikali hawajajua nani umeponya ili wamtoe katika ile data yao. Hii zote ni uongo. Alafu hawa watu wanaponya watu kwa mpango ama janja na janja ule wanatengeneza. Wanasema tunafufua wafu. Lakini juzi tulikuwa na kiongozi opposition leader Kenya, mbona hawakumfufua? Ambao watu wote walimuona ndio huyu kafa. Mbona hawakwenda kufufua? Wanafufua mtu kutoka Mathare tu, kutoka sijui Sinai, sijui kutoka hapa kwetu nini Soweto. Hao ndio watu utaona wanaambiwa unafufuliwa. Wewe umetoka wapi? Soweto. Wao wakiwa wagonjwa wanakimbia hospitali, lakini wao wanakuambia wanaponya. Hii ni janja na janja ule kaka. Lazima uelewe. Pili, wale viwete ni watu wanatengenezwa. Tatu, ukitaka kujua ni kutengeneza,
Wanakujanga mtu ni kipofu, anakuja hivi, kwanza amepewa ile kamiti, anatembea hivi. Anaambiwa wewe umezaliwa ulikuwa unaona? Anasema sijaiona mchungaji. Anaambiwa in the name of Jesus fungua macho. Anafungua macho hivi. Anaulizwa hii ni rangi gani? Anasema hii ni blue. Sasa swali, mtu amefunguliwa macho leo, amejua blue, wakati mimi na wewe tulichapwa kwa shule ili ujue tofauti ya blue na green, na tulikuwa na macho. Tunachapwa na mwalimu ili ujue tofauti ya blue na green. Lakini yeye amefunguliwa macho leo, hajaiona maishani yake, lakini amejua hii rangi ni blue. Alisoma wapi? Brother, shuari. Alijuaje kuna rangi ya blue kwanza, kitu ya kwanza? Wakati mimi na wewe tulipitia shule, tulinyoroshwa ndio tujue kuna tofauti ya blue na green. Acha kustuka. Akufungua macho kukueleza. Watu hii inakuanga ni janja na janja ule. So ni wewe ujue hamna nabii, wale wote waongo ni watu wanatafuta unga. Na ndio unaona wakigonjeka hawatibiwi hapa, wanakimbia nje kwa sababu wanajua wakienda hospitalini mtapatana na yeye. Umuulize wewe, si ndio unaponyanga watu, mbona leo uko huku? Sasa wanakimbia nje kutengenezwa, na kila mtu ana daktari wake, usidanganywe. Hao wanaojiita manabii ni fake tu. Tulia hapo dakika mbili. Karibu brother. Kiwanja cha kwako. Wewe mtu hajaiona tangu azaliwa, atajuaje rangi ya white? Na sisi tulikuwa na akili na tuna macho, tulinyoroshwa. Wewe wanakuita nani? Naitwa Brian Sagini. Kasauti kidogo ongeza ndio. Naitwa Brian Sagini. Brian, asante sana. Mkristo Muislamu? Mimi naweza sema ni Mkristo kwa sababu nimezaliwa kwa dini ya Kikristo. Yaani unaweza sema ni Mkristo kwa sababu umezaliwa katika dini ya Kikristo. Ni kweli Wakristo wengi ni innocent inheritor. Sawa? Wengi wanafuata kwa sababu walizaliwa pale, na ni kazi yetu sisi Waislamu kujitokeza kuwaelimisha, kuonyesha hapa mlipo si pazuri. Injika swali. Mimi swali langu. Paulo alikuwa na akihubiri akitumia jina Kristo. Kama alikuwa anasema Yesu ndiye kuna time kuna mahali ameandika I am not ashamed of the gospel of Christ. So kumaanisha kwamba yeye alikuwa anaamini Kristo Yesu sana. Injili ya Paulo ukisoma vizuri, yeye anatambua Kristo Yesu kama mkombozi wake. Na sisi wengine Yesu mwenyewe ameongea kwa John 14:6, anasema I am the way and the truth, no one comes to the Father except through me. So yeye ndio njia ya ukweli, kwa wale watakao muamini wao ndio watanini. Na ukisoma Revelation inaongea mambo ya Yesu sana. Huyu Yesu, na ukisoma Revelation 21, sijui mnisomea hapo inaongea aje. 21 ngapi unataka? Revelation 21:1. Kuanzia moja. 21:1 Somea ndio injike swali tulisikie. Haya, inasema hivi. Naam baba. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Asante. Kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita. Asante. Wala hapana bahari tena. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha pambwa kwa mumewe. Mpaka wapi? Hapo soma hapo hivi, ni nakwambia hapo kwa mumewe aliyepambwa bibi harusi. Huyu ni bibi harusi anapelekwa kwake kwa mume wake. Aha. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuata kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu
hayatakuwepo tena. Mpaka wapi? Sasa nimesikia Mungu. Yesu Mungu. Yesu sio Mungu. Yaani hiyo ni Mungu inataja. Ametaja Mungu. Tofauti ya Yesu. Watu watakuwa na kilio, kila kitu ni Mungu. Hiyo ni siku ya mwisho. Siku ya mwisho. Lakini kumaanisha kwamba Mungu atakuja. Kulingana na Biblia inasema hakuna mahali watu wataenda, wataletewa maskani. Ndio inaitwa Jerusalem mpya. So ukisikia Mkristo anakuambia anaenda mbinguni ni uongo, kwa sababu Biblia inasema kuna Jerusalem mpya inayoteremka chini. Maana watakaa hapa. Ndio unaona mafunzo ya watu wanaitwa Jehovah Witness, wanaamini wao watapewa ploti hapa duniani. So kwa sababu Biblia inasema Jerusalem mpya inateremka chini. Sio kwenda. So watu wanaoenda peponi, Waislamu ndio wanaenda peponi. So na Mungu ataleta maskani yake. Ndio Biblia imesema maskani yake ataleta, atakaa na watu wake. So kwa Biblia inasema hakuna mahali watu wataenda. Nao watu wenye wako hapa wataenda wapi? Hiyo maskani inayokuja haikuhusu wewe. Hiyo maskani inayokuja haikuhusu wewe. Hiyo maskani inayokuja inawahusu wana wa Israeli. 21:9 baba. Hiyo maskani inayoteremka hiyo Jerusalem mpya haikuhusu wewe Mkisi, inawahusu wana wa Israeli peke yao. 21:9 hiyo. Hapo Ufunuo. Akaja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7 vilivyojaa yale mapigo ya mwisho, naye akanena nami akisema, njoo huku nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa mwana-kondoo. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu. Sikiza, ule mji mtakatifu Yerusalemu ukitoka wapi? Ukishuka kutoka mbinguni. Sikiza, unashuka kutoka mbinguni. Hauhusu wa Afrika. Sikiza, unahusu nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Tena unatoka kwa Mwenyezi Mungu, huyo mji wa Yerusalemu. Mwenye utukufu wa Mungu. Asante. Na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi kama kito cha yaspi. Safi kama bilauri. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu. Tena huyo mji unaambiwa venye utakuwa. Ulikuwa na ukuta mrefu sana. Tena wenye milango 12. Sikiza, tena ile ukuta iko na milango 12. Sikiza, hiyo milango imeandikwa majina ya nani? Tulia. Sikiza. Na katika kila mlango malaika 12. Teremka. Na majina yameandikwa ambayo ni majina ya kabila 12 za Waisraeli. Unasikia, kila mlango imeandikwa jina ya Waisraeli. Sasa wewe Mkisi utaingilia wapi? Sasa makabila 12 sawa Israeli. Sasa ya Mkisi haiko pale. Sasa wewe umetoka kwanza wapi? Mimi nimetoka Central ya Kikuyu, haiko hapo. Wewe Afrika. Haiko. Wewe umetoka wapi? Mimi hapa Nairobi. Hapa Nairobi. Yake pia haiko. Hakuna. Sasa mlango yetu ambao haiko pale. Mbona mnachua hayo maneno? Kwa sababu na wale wenye wanaishi pale, mbona wasikuja hapa watuambia hivyo? Wale wanaoishi pale hawakuambii kwa sababu wanajua wewe uhusiki. Sasa watakuambiaje kitu ambayo ikuhusu? Kwa sababu inawahusu wao. Kwa mfano, ngoja kwa mfano. Kwa sababu imeandikwa ni kabila 12. Imeandikwa hapa. Kwa kabila 12. Mimi najua kwa hizo kabila sisi uko huko ndani. Wewe uko gani? Wewe Kisii. Yako ni gani? Sisi Kenya tuko 43. Hapa Tanzania wako kabila 100 na kitu. Hapa karibu Tanzania. Sasa sisi hatuko huku. Sasa sisi tunabahatika tuko wapi? 21:107 Qur'an. Sisi tunapatikana hapo. Pole lakini wewe ni kama 21:107. Teremka baba. Usichanganye na mchezo. 21:107 inasema sisi tunapatikana sasa hapa. Sisi tunapatikana hapa. Hata wewe uko hapa. Unajipeleka mahali si kwako. Utachapa na Wayahudi, shauri yako. Inasema hivi. Mitume waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja alipelekwa kabila yake na taifa lake tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye aliyepewa utukufu wa kupelekwa kwa watu wote. Huyu peke yake ndio ametumwa kwa watu wote. Yesu katumwa kwa wana wa Israeli, ndio anawaambia kuna mji unaoshuka una milango 12. Hakuna mlango wa 13 wa kabila nyingine.
So nasomea Revelation 21:21. 21:21. Teremka. Nasomea tu nisikie. Hapo hapo 21:21. Na usije unapitia Revelation peke yake, Biblia ni kubwa. 21:21. Teremka baba. Nasema hivi. Na ile milango 12 ni lulu 12. Asante. Kila mlango ni lulu moja. Asante. Na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo kiengavyo, nami sikuiona hekalu ndani yake. Kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na mwana kondoo ndio hekalu lake. Imeisha hapo sasa. Mwana kondoo, kwa sababu the lamb ndiye atakuwa the right kwa watu wote. Si kwa watu wote, kwa wale kabila 12 wana wa Israeli. Wana wa Israeli. Sasa nikuulize, sasa wewe ni Mungu mbona hakucha asaliwa Afrika na sisi tupata hivyo? Mungu hazaliwi. Yesu. Mbona hakucha asaliwa Afrika kama sisi tunasema, mbona tunaamini injili ya Yesu na nyinyi mmesema Yesu hakutukujia sisi? Sisi tunaamini Yesu kwa sababu kama ni Biblia inatuambia tuamini. Nyinyi hamuamini Yesu, mnaamini Paulo. Nyinyi hamuamini Yesu, I'm a believer of Christ Jesus. Lakini naambiwa Yesu ni kabila, ametoka kabila kwingine. So na mimi naamini Yesu ni mkombozi wangu. Sasa mbona Yesu hakuja asaliwa Afrika na sisi tupata hivyo na wenye wanajifunia? Na akikuja atakuja kwa Waisraeli ama atakuja kwa watu wote wenye tunamwamini? Hakuna. Akija anakuja kwanza kukataza watu kumuita mwana wa Mungu, na anakuja kuhukumu na sheria ya Qur'ani, na anakuja kuua Masihi Dajjal. Hakuji katika kazi nyingine, Nabii Isa ibn Maryam. Na anakuja kuambia kwanza yeye hakuwa Mkristo. Kwa sababu nyinyi mmepotea katika kufuata hiyo. Sikia nikuulize swali. Umesema hakuja akataze watu kwamba Yesu si Bwana, eti hakuja kuhukumu watu kwa Qur'ani nini? Mimi kitu yenye naamini Yesu akikuja, kwa sababu ukisoma John 14 verse John 3:16 inasema Mungu akamtoa mwanawe wa kipekee akufie kwa watu wote, wale wenye hawatamwamini they will be perish. Hiyo ni ya uongo. Hakuna mahali, sikiza vizuri, Yohana 3:16 hakuna mahali imesema tulia ati Mungu amemtuma mwanawe akufie watu wote. Haijasema hivyo. Yohana 3:16 soma, haijasema hivyo. Usije ukaandika Biblia yako usiku, maana wewe utakuja kuandika. Haijasema wakufie watu wote, hapana. Soma John 3:16 inasema hivi. Maana wewe tukikuachilia hivi utaandika yako. Utaandika Biblia yako wewe na ufungue kanisa yako ya mabati. Inasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie. Sasa malize haya, haijaisha. Mwanawe pekee. Najua hata mimi Mungu atanipea siku moja hii na mimi nichukulie watu wengine huduma niwaambie ukweli. Wenye mnaambia watu ukweli na mimi nataka nijue ukweli na tena nichukulie wengine ukweli. Sasa pointi yako ni gani hapa? Maana yake nataka ni kweli pekee. Imesema naye pekee. Maliza hiyo. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Amini nani? Ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hivyo sisi tunafaa kuamini Muhammad ama Yesu? Katika kuamini unafaa kuamini hivi 20 nyakati. Pole. Mambo ya nyakati nakurudisha kwa Biblia. Kuamini ufai kubagua nabii wa Mungu. Kwani wewe umetuma nabii? Hapana, mimi sijatuma. Ndio nakwambia sasa, kuamini unaamini hivi. Manabii wote lazima uamini. 20 nyakati ni wa pili wa kwanza. Sasa nikuonyeshe. Unajua nyinyi mna mambo ya kubagua manabii. Ni kama umekaa na Mungu ukaambia atume. Tulia sasa, sikiza. 20 nyakati. 20 nyakati inasema. Angalilia wa kwanza ama wa pili. Wakaamka asubuhi na mapema. Wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Na walipokuwa wakitoka,
Yehoshafati akasimama akasema, nisikeni enyi Yuda na enyi wenyeji wa Yerusalemu, asante, waaminini Bwana Mungu wenu. Kitu ya kwanza unafaa kumwamini Mungu. Kabla hujaamini nabii yote unafaa kumwamini Mungu. Malizia. Ndivyo mtakavyodhibitika. Ukiamini Mungu ndivyo utakavyodhibitika. Waaminini manabii wake, na lazima uamini manabii wa Mungu. Ndivyo mtakavyofanikiwa. Ndivyo mtakavyofanikiwa. So lazima uamini manabii wa Mungu. Sisi Waislamu hauwezi kuwa Muislamu kama hujaamini Nabii Isa ibn Maryam. Lazima kuamini manabii wote. Tunamwamini Yesu mtoto wa Mariamu kwa sababu Qur'ani 2:136. Tulia. Vuta unyunyu kidogo tu nikuonyeshe. Isije ikapotea. Nataka nikuonyeshe. Unajua nyinyi ndio hamuamini Muhammad, mnaweka nusu, mnasema tunaamini Yesu lakini hamuamini manabii wote. Lazima uamini manabii wote kwa sababu haukuandikia Mungu barua atume nabii. Yeye alituma, wewe ni lazima uamini. Sikiza habari. Ngoja tumalize baba. Tumalize na huyu. Utakuja wala usiwahi shughulika na mtu wa nje. Kwanza tunamaliza na huyu mwenye ana swali anakuja. Ndio tuende katika nini? Inasema hivi. Semeni nyinyi Waislamu. Asante. Waambiwe Mayahudi na Manasara. Waambieni tumemwamini Mwenyezi Mungu. Kama vyenye umesikia nyakati, kitu ya kwanza ni kuamini Mungu. Sisi Waislamu tunaambiwa tutangaze tumemwamini Allah, tumemwamini Mwenyezi Mungu teremka na yale tuliyoteremshiwa, na yale yaliyoteremshwa kwa Ibrahimu, na Ismaili, na Isaka, na Yakobo, na kizazi chake Yakobo, na waliopewa Musa na Isa, na pia yale waliopewa manabii wengine kutoka kwa Mola wao. Hatafautishi baina yote katika hao. Wote tunawaamini na sisi ni Waislamu. Yaani manabii wote tunawaamini. Hakuna nabii tunayempinga. Ndio ukija hapa tunakwambia Yesu tunamwamini 100%, Musa tunamwamini 100%, lakini nabii wa umma huu ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio katumwa kwa ajili ya swali. Mimi niko na maswali karibu 5. Hiyo ukinishinda naachia kuuliza maswali hapo. Kwanza siwezi kukushinda kwa sababu hatuko kushindana, tuko kuelimishana. Na katika kuelimisha, tulia kwanza. Katika kuelimishana hakuna kushinda. Kuelimishana unapata elimu. Kushindana unashindana kwa mpira au kwa siasa. Sasa mimi nataka nichue. Kwa sababu nyinyi mmesema Qur'ani, mimi kitu yenye najua Qur'ani na Biblia. Unasoma Biblia na unasoma Qur'an. Sisi Biblia imekuja ikitaja Yesu na Qur'an inataja mambo ya sijui Yesu kama anataja ndani ya Qur'ani. So na nyinyi mnasema eti tuamini tuingie dini ya Kiislamu ndio itatusaidia. Na Wakristo wao wataenda wapi kwa sababu wanasoma Biblia? Asante, swali nzuri sana. Sisi tunawaambia muingie katika Uislamu kwa sababu ndio dini itakayowasaidia kwa sababu ya hii 2:238 Qur'an. Sikiza habari. Sisi hatuwaambii mambo ya kichwa, hapana. Sikiza habari. Qur'an 2:238 inasema. Hapo. 38 baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Muonyeshe aone na macho yake. Sikiza Mungu anatuambiaje? 2:238. Hapo. Anasema hivi 38 30 inasema hivi. Angalieni sana. Qur'ani 2:138. 138. Haya, 138. Inasema hivi. Uislamu. Angalia vizuri Somi vitu zangu. Ndio hizo. Uislamu. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu. Kwanza Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Kueni na nyinyi Waislamu. So sisi tunakwambia kitu ambao Mungu amesema, kueni na nyinyi Waislamu, kwa sababu Mungu ndiye ametuambia tuwe Waislamu. Sasa na sisi tunawafikishia Mungu ndiye amesema tuwe Waislamu. Sasa wewe tulia, nataka tuelewane. Nipatie andiko moja kwa kitabu chochote kinachosema kuweni wa Kristo. Mimi kitu yenye najua Qur'ani inatuambia kuweni Waislamu. Sasa tupatie kwa Biblia andiko yoyote inasema watu kuweni wa Kristo. Kuweni wa Kristo. Kwa sababu sisi tumeambiwa kwa Qur'ani kuweni Waislamu, dini ya Uislamu. Kwanza 5:3 leo. Angalia kabisa, usiwe na wasiwasi. Angalia. Wewe kagua 3:88. Qur'ani 5:3. Sikiza ingine.
Tano aya 3 inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Inasema hivi 5 aya 3. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Tena Mungu anasema leo ametukamilishia dini yetu. Na nimekutimizieni neema yangu. Tena Mungu ametutimizia neema yake. Na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Na Mungu ametupendelea Uislamu uwe dini yetu. Sasa wewe nitafutie kwa Biblia. Wapi Mungu anasema amewapendelea muwe wa Kristo, ama wapi Mungu anasema kuweni dini yenu wa Kristo? Kwa Biblia nisaidie. Fanya research zako polepole. Haya, karibu brother. Sikia na swali. Huyu kwanza anafanya research. Unajua lazima afanye research. Kaa hapo na Biblia, fanya research tu. Haya. Brother karibu. Ama brother karibu. Karibu hapa tukusikize mbele ya watu. Sikae kando. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Joseph. Joseph, Muislamu Kristo? Mkristo. Unajua unakaa nuru kama Muislamu hivi. Unaona? Unajua Muislamu anapendeza. Swali gani ungekuwa nayo ungependa kuuliza Waislamu? Hebu injika swali tulisikie. Mimi swali langu ni nilikuwa hapa juzi mkisema Yesu aliingia msikitini, si ndio? Sio sisi tulisema. Ni Biblia ilisema. So kama kuna makosa labda Biblia ndio ilikosea. Sasa nilikuwa nauliza siku kamili ya kwenda ibada ni siku gani? Kwa sababu mimi kama SDA. Wewe ni SDA? Nimesoma Biblia na imeniambia ni siku ya Jumamosi. Na nyinyi je? Sisi tunaenda kila siku. Jumamosi tuko msikitini, Jumapili tuko msikitini, Monday tuko msikitini kila siku. Kwa sababu Mungu yuko kila siku, hayuko siku moja. Na ibada kamili. Ibada kamili tunafanya kila siku. Fajiri tunafanya. Wale wanaishi karibu na msikiti wanajua. Asubuhi watasikia Allahu Akbar, tuko msikitini. Hata saa hii ikifika saa 12:40 tunakimbia msikitini. Kila siku tunaabudu kwa sababu Mungu yuko kila siku. Tena kila siku ni ibada rasmi. Alafu anasikia ati mbwa akipatikana msikitini huwa mnamfukuza kabisa. Na mbwa aliumbwa na Mungu. Mbona mnakemea mbwa? Mbwa akipatikana ndani ya msikiti tunamfukuza, anatoka nje. Hata kuku akipatikana ndani ya msikiti tunamfukuza kwa sababu kuku, mbwa, mbuzi wanajiendea haja sehemu yoyote. Tofauti na paka. Paka akitaka kuenda haja lazima aende mahali maalum. Lakini mbwa, kuku, mbuzi sehemu yoyote tu haja ikija anajiendea. Na akinya pale kwa msikiti ni sehemu watu wanaswali. Sasa huwezi weka kwa msikiti uchafu. Hivi wewe mbwa akiingia kanisani mnaiacha tu itulie? Tunaiacha itulie. So kanisani mnakaa na mbwa zinatulia huko, ikikunya iko sawa. Si ndani. Kwa compound. Sasa ndio hiyo tutakwambia, akiingia ndani ya msikiti tunafukuza. Kwa sababu msikitini ni sehemu ya kuabudu. Msikitini ni sehemu ya kuabudu. Hata kuku akiingia ndani tunamfukuza ndani kwa sababu kuna mkeka. Sehemu watu wanapeleka nyuso zao chini. Unapata? Mtu akitaka kutoa sadaka kama kuku hawezi ingiza ndani ya kanisa. Sadaka huwezi kuleta kuku kwa msikiti. Unaleta kuku kwa msikiti ya nini? Kama unataka kutoa sadaka, kuku unapatia maskini ambao ni jirani yako. Sio kuleta kwa msikiti. Kuku kama uko na sadaka unataka kutoa ya kuku, mtu akule kuku na ugali, unaangalia katika jirani yako nani maskini, unampa hiyo kuku akule na watoto wake. Sio lazima ukuje kujionyesha kwa msikiti ati unatoanga kuku, hapana. Sisi hatufanyangi sadaka za aina hiyo. Hiyo inaitwa ria. Hiyo ya kuja kusema ati nakuja kutoa kuku kwa ajili ya maskini, hiyo ni ria. Hiyo ria maana yake kujionyesha. Wewe ukiwa na sadaka ya kuku unataka kutoa, hiyo ni siri yako na Mungu wako. Unaangalia katika jirani yako nani maskini, unamwambia mama fulani, chukua hii kuku, pikia watoto wako mule. Inakuwa ni sadaka yako umetoa, Mungu atakulipa. Na pasa hawezi mpe kuku kwa mfano kama sadaka. Kama unataka kumpatia, sisi hatuna hiyo kitu ya kujionyesha. Unamtafuta tu akitoka huko kando kando, unamwambia hii kuku chukua, nenda kapikie watoto kasupu. Iko sawa. Lakini sio kuleta pale mbele. Pale watu wanakuja kufanya ibada shehe. Sawa, nimeridhika. Kabla hujaridhika, 4:3 wa Efeso.
Mambo ya umbwa. Wafilipi 4:3. Umbwa sisi hatuna shida na umbwa. Hata nguruwe hatuna shida na nguruwe. Lakini nguruwe tumekatazwa kula nyama yao katika vitabu. Umbwa nayo tunaambiwa kuna sheria yake ya kuifuga. Kama unataka kufuga umbwa lazima ufuge kwa ajili ya mambo fulani. Kwa mfano, Muislamu kufuga umbwa lazima labda afuge kwa sababu ya ulinzi. Nampata vizuri, security purpose. Alafu anaweza fuga umbwa kwa ajili ya kuwinda. Kwenda kuwinda nao inakubalika. Nampata vizuri. Lakini umbwa mnyama ambaye aliumbwa na Mwenyezi Mungu, lakini kuna sheria za kuishi naye. Sikiza 4:3. Sikiza Biblia nayo inasemaje kuhusu umbwa, sawa? 3:2 kwanza. 3:2. Mambo ni ya Wafilipi Sio inakurambaramba huko nyumbani. Jihadharini na maumbwa. Jihadharini na maumbwa pia Biblia inasema. Jihadharini na maumbwa. Sio unaenda unashikashika maumbwa hivi, hapana. Nakwambia ujihadhari na maumbwa. Kwa nini? Jihadharini na maumbwa. Jihadharini na watendao mabaya. Kumbe hata watendao mabaya wanawekwa kategori moja na umbwa katika Biblia. Malizia. Jihadharini na wajikatao, maana sisi tu tohara. Ukisikia sisi tu tohara, maana yake wewe ni msafi. Ufai kushikashika umbwa kama pet. Hapana. Hii ni tabia imeanzishwa na wazungu hapa. Anashika umbwa kama pet na inawapatia maradhi mingi sana umbwa. Unanipata vizuri Umbwa sio pet ya kucheza cheza nayo, itakupatia nini? Paka ana hiyo maradhi. Unaona? Tena paka ni msafi zaidi. Alafu paka hawezi enda haja mahali popote. Paka ana adabu zake. Kama anaenda haja huko atatoka kwa nyumba ataenda mahali anaendanga. Tena anachimba chimba na anafunika. Unapata vizuri Sasa wewe mbona ulikuwa Mkristo na ukawa SDA? Mimi SDA ni Ukristo tu pale. Ni dhehebu. Lakini huwezi kusema ni Ukristo tu kwa sababu SDA hawezi enda Katoliki. Ama SDA anaweza enda Katoliki? Hawezi. SDA anasherehekea Krismasi? Hapana. Sasa mbona unasema ni Ukristo tu? Wakati wa Kristo hapo walipiga nduru ati mtoto amezaliwa. SDA wamelala kama Waislamu. Hawasherehekei kuzaliwa kwa Yesu. Sasa katika kanisa SDA kuna msalaba? Msalaba kwa mfano wa kuchora wenye Wakatoliki wanachora ama? Nimeuliza kanisa ya Katoliki ikitengenezwa wanawekanga msalaba? Hapana, iko. Na kwa msikiti hakuna. Sasa wewe utasemaje wewe wa Kristo wewe? Na hizi makanisa zimewekwa misalaba. Sasa ina maana nyinyi ni Waislamu lakini kwa mlango ya nyuma. Hapana. Kwa mfano tofauti ya sisi wa SDA na nyinyi Waislamu, tukitaka kama kutoka from pagan to Christianity tunapatizwa kwa njia ya maji. Alafu sijui nyinyi sijui mnaruka kwa moto ama mnafanya nini? Sisi haturuki kwa moto. Waislamu wanatamka shahada. Shahada ni maneno tu wanatamka kwa mdomo, watu wanakuwa safi kwa sababu ya maneno. Unajua kwa nini nimesema wa SDA? Wa SDA mimi na washangaa. Kwa sababu SDA hata wakizika mtu hawaweki msalaba. Nimeona mazishi ya SDA hata akizika mtu haweki msalaba. Ni kweli? Ni ukweli. Si unaona, na Waislamu wakizika mtu haweki msalaba. Sisi tunatamka maneno, sisi hatuingizwi kwa maji. 15:3 Yohana. Yesu anasema maneno ndio inafanya watu kuwa safi, sio maji. Hii mambo ya Yohana 13:5 inasema. Ingia hizo nyanja. Kumbe SDA huyu wakizika mtu haweki msalaba. Na Waislamu hatuweki msalaba kwa sababu msalaba ni alama ya laana. Na SDA wamejua ndio watumia alama ya msalaba. 15:3. Wengine wasande mnatumia. Huyu ni SDA. Si anaharibia, anasema ukweli huyu. Huyu ni SDA mkweli kabisa. Ni ukweli kabisa. Hawachori, si unaona hawachori msalaba. Si anasema ukweli. Na wewe ni SDA na wewe kama kuna msalaba ama hakuna. Wewe ni absentee kanisani. Huyu anakuanga present kila wakati kanisani. 15:3 inasema hivi. 15:3 inasema nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Watu wanakuwa safi kwa sababu ya maneno, sio kwa sababu ya maji. Yaani maneno ya Mungu ndio yanakufanya unakuwa safi katika moyo wako. Maji yanasafisha mwili wa nje. Na mimi hebu nisomee Mark 16. Mathayo 16? 16. Marko 16 anataka. 16 mambo ni ya Marko inasema. Na SDA wanakula nguruwe?
hawakuli. Si unaona? Na Wakristo wengine wanapepeta. Hii ni Waislamu tu mlango ya nyuma. Wanajificha, si ndio hawa hapa? Hawakuli, si ndio huyu hapa? Hakuli. Haya, safiri. Amini. Amini. Amini na kubatizwa. Ataokoka. Sasa kubatizwa na kuongeleshwa, unaona hapo ni tofauti. Ni tofauti kabisa. Kwa sababu sisi hatubatizi kwa sababu ubatizo haikuwa katika sheria za Mungu. Ndio hatubatizwi. Kwa sababu hii kubatizwa ambao umeletewa ni tofauti sana. Mnaingizwa ndani ya maji, mnachomolewa. Tunafuata venye Yesu alifanya. Yesu hakubatiza watu. 4:2 Yohana. Yesu hakufanya. Yesu hakufanya. Mambo ya kubatiza ni mengine. 4:2 Yohana. Pole pole, wachana na watu nje. Mtu akiwa na swali nafasi iko. Pole pole tumfunze huyu kijana. Lakini Yesu mwenyewe hakubatiza. Hakubatiza. Tulia kwanza. Nataka tuende pole pole. Nataka tuende pole pole. Pole pole, nataka tuende na wewe. Nataka tuende na wewe. Yesu ndio mwalimu, kweli uongo? Ni kweli. Na chochote ambacho mwalimu anakufunza ndio unafaa kuelewa. Asante. Yesu tunaambiwa hakubatiza mtu, sawa? Yes. So wale wanaomfuata Yesu hawafai kubatiza kwa sababu mwalimu wao hakuonyesha mambo ya kubatiza. Lakini si alibatiza sasa. Hiyo yake ya kubatizwa ni mambo mengine. Tunakuja kwake mwalimu. Mwalimu ambao ni Yesu hajafundisha wanafunzi kubatiza. Ona, ngoja mimi nikuelezee. Yesu mwenyewe yenye unasema. Lakini mimi utauliza, kuwa mpole. Yaani usije ukapata pressure. Tunakuja kwa Yesu. Yesu ndio mwalimu. Yes. Sawa? Na chochote Yesu anafundisha ndio inafaa watu wafanye. Katika maisha ya Yesu tunaambiwa Yesu hakuwahi batiza mtu. Hakuwahi batiza mtu. Sasa wale wanaobatiza wanajifunza kwa nani wakati Yesu hakubatiza watu ili Yesu awe kielelezo kwao? Si wanajifunza kwa John the Baptist. So hawa wanaobatiza ni wanafunzi wa Yohana, sio wanafunzi wa Umejua John the Baptist alikuja kuunda njia ya Yesu Kristo. Kabisa. Lakini wewe ni mfuasi wa Yohana, sio mfuasi wa Hapana. Kwa sababu Yesu hakubatiza. Kama Yesu angebatiza, basi ingekuwa ametuonyesha kielelezo. Kwa sababu yeye ni mwalimu. Umejua? Ukiwa mwalimu. Ndio nauliza, kama Yesu hakubatiza watu, Yesu mwenyewe hakubatiza, na sisi tunamfuata Yesu, tutabatiza na sheria ya nani? Hiyo ndio swali ndogo, kwa sababu Yesu hakupeana sheria ya kubatiza. Aliyepeana sheria ni Yohana. Nimempea basi, imesema aminie na kubatizwa ataokoka, si ndio? Ngoja kidogo. Yesu ameishi maisha gani duniani? Maisha ya miaka ngapi? Imekuwa 39 years. Katika 39 years kuna mtu mmoja Yesu alibatiza. One person ambaye Yesu alienda akabatiza. Aliwabatiza kiroho. Sio mambo ya kiroho. Kuna mtu mmoja ambaye Yesu alimchukua akambatiza. Hapo hivyo si alimbatiza. Kuna mtu mmoja Yesu alichukua akaingiza kwa maji hivi akabatiza. Hiyo miaka 38 ama 39 aliyoishi ama 40. Tulieni hapo. Mimi mtu akaona swali nataka hapa. Yesu miaka yote ameishi duniani. Asaishika mtu mmoja hivi akabatiza. Hapo hivyo haikuwa kazi ya Yesu kubatiza. So kama kubatiza haikuwa kazi ya Yesu, na sisi hatuwezi chukua kazi ambayo si ya Yesu. Karibu sana. Huyu alikuwa hapa tu. Lazima niulize. Wewe unanichoma Swali. Roho wa Mungu anakutuma. Ni roho inanituma niulize swali. So uko na roho. Kama mnasema si eti niko na roho. Hii spirit yeye inaongea ndio imenituma. So mmesema Yesu, mimi nasema Yesu alibatizwa kwa mfano, kwa sababu yeye ukisoma kwa mimi macha tumsikie. Ukisoma hiyo John 14:6 yeye ndio njia, kuonyesha ya kwamba hiyo hata John the Baptist alitumwa atengeneze njia, kwa sababu kuna mwenye anakuja ambaye the Messiah, the Christ Jesus. So Yesu angebatiza kwa sababu yeye alikuja kama mtoto wa Mungu, alikuja afunze watu.
Sasa wewe utakuwa ni muongo ama Yohana? Yohana anasema Yesu anabatiza 3:13 hiyo Yohana. Twende pole pole. Anza 11. Tulia. Si umesema hakubatiza wewe? Kwa spirit. Yesu atakuja kubatiza kwa watu kwa spirit, si not wapi Yesu bas. So Yesu habatizi watu kwa maji. Maana yake ubatizo wa maji umeondolewa? Sio umeondolewa. Hapana. Kwani wewe umetuambiaje? Unatuambia Yesu akija habatizi watu kwa maji ni lazima. Ukisoma hiyo Matthew. Soma Matthew 3. Ngoja kwanza. Yohana 3:11. Twende pole pole. 3:11 kitabu cha Yohana inasema. Pole pole tu. Amin nakwambia kwamba lile tulilo. Unasoma gani? Si Yohana 3. Yohana 3:11. 11. Ndio nasoma. Amin nakwambia kwamba lile tulijualo twalinena na lile tuliloliona. 13. Hebu enda. Umeenda Yohana? Nataka Mathayo 3:11. Mfunze huyu kijana pole pole tu. Manake kijana anarudi na anajikoroga. Ananiambia Yesu hakubatiza kwa maji. Ukiniambia kwa maji kabisa. Yesu alibatiza, alikuwa anakuja kubatiza kwa njia ya spirit. Kwa moto. Sasa wewe umebatizwa ubatizo gani? So mimi ni Mkristo. Umebatizwa ubatizo wa Yesu ama Yohana? Kwa sababu ubatizo wa Yesu, ubatizo yenye nasema atakayeamini Yesu. Mimi naamini Yesu. Kwa sababu umebatizwa ubatizo wa Yesu. Batizwe kwa maana hiyo ndio mfano apewe watu, mfano watu wabatizwe ndio waone ufalme wa mbinguni. Kama unaamini. Kidogo tafadhali. Soka tumalize tusikie swali. Karibia hapa usiende kwa dunia gani? Chap baba. Inasema wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alikataa. Alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Ngapi hiyo 11 umeanza? Soma hiyo, endelea hiyo. Kuna swali hapo. Kweli mimi nawabatiza. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Tulia, twende pole pole. Goja nani? Goja angalia. Ali tulia. Ali usiongee na mtu wa nje. Sawa? Haya. Brother, kuja brother. Kuja brother. Haya, patie. Brother, karibia hapa brother. Haya, soma. Umesoma 11, si ndio? 11 ni kuonyesha 11. Pole pole. 3:11. Haya, angalia. 3:11 ndio hii. Haya, soma sasa. Soma hii sasa. Tena sauti ya ugali. Unajua? Kweli mimi nawabatiza kwa maji. Kweli mimi nawabatiza kwa maji. Weka sauti. Unajua Kristo wengi hawasomi Biblia. Ikisomwa wanadhani ni kitu kingine. Rudia. Kweli mimi nawabatiza kwa maji. Kwa ajili ya toba. Asante. Bali yeye ajaye nyuma yangu na nguvu kuliko mimi. Mimi sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Wewe mbona unaenda wapi wewe? Tulia hapa wewe. Paulo alibatiza kwa nini? Kwa maji. Goja kidogo. Sitaki uende mbio, manake kuna maswali mengi, nataka niingie kwa haya maswali mengine. Swali dogo tu, wewe umekuja. Mimi kaka tulikuwa tumemalizana naye na alikuwa ameshaelewa. Yohana anasema yeye ndiye anabatiza kwa maji, lakini ajaye nyuma yake ana nguvu kuliko Yohana. Yohana anasema huyu anayekuja nyuma yangu habatizi kwa maji, kwa sababu yeye anabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. So wale watu waliomwamini Yesu aliwabatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. So wewe sasa ulibatizwa kwa ubatizo wa Yohana au wa Yesu? Mimi si ubatizo wa Yohana. Sikia. Mimi kwanza sijabatizwa. Hujabatizwa. Mimi sijabatizwa. Amesema hajabatizwa. Haya, ni sawa. Si umesema hujabatizwa.
Paulo walikuwa na wahubiri. Paulo alikuwa Mkristo na wao ni Muislamu, but Paulo walipatisa watu kwa maji. Mimi sina haja na Paulo, nina haja na Yesu, kwa sababu Yesu ndio mwalimu. Huwezi kunipeleka kwa watu wengine wakati mwalimu ndio tunaangalia. Hatuwezi kwenda kwa mtu mwingine wakati mwalimu yuko. Kwani wewe ukienda kwa Mungu, wewe ni mfuasi wa Paulo ama Yesu? Mimi ni mfuasi wa wote kwa sababu tena imekuwa ni wa wote. Sasa amemruka Yesu. Sasa amesema yeye ni watatulia hapo. Kuna brother hapa karibu, nafasi iko hapa, nafasi iko hapa. Haya, karibu hata kama ni mbili. Ngoja mwache. Ngoja kwanza. Kaka wanakuita nani? Mimi naitwa George. Muislamu, Mkristo? Mimi ni Mkristo. Asante. Injika swali. Nataka kuuliza swali kupitia kwa Qur'an. Qur'an mnatuambia Muhammad alitumwa. Na tunataka tujue huyu Muhammad alitumwa na nani na hii Qur'an iliandikwa na nani? 48:29 Qur'ani. Anza hapo. Karibia hapa. Karibia. 48:29 Qur'ani inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. 48:29. Swali nzuri jamaa anauliza. Inasema hivi, Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kumbe Muhammad ametumwa na nani? Hiyo ndio imeandikwa. Sasa some endelee. Si umeniuliza hivi, kwa Qur'ani Muhammad ametumwa na nani? Nimekutolea Muhammadur Rasulullah. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na ukaniuliza, ngoja kwanza. Kwa kuwa ni mwapole, nataka msilete maneno ili ukweli ufichike. Unauliza nini ingine? Unauliza nini ingine? Nimeuliza Qur'an. Ndio hii. Muhammad mnasema alitumwa na Mungu. Ni nani aliandika Qur'an? 80:11. Sasa mimi na babu jamaa 80:11 sana. Kama Wakristo wote wangeuliza swali kama hiyo, ilikuwa safi sana. Nani mwandishi wa Qur'an? Nani mwandishi wa Qur'an? Si hivyo. Hakika Qur'ani hii ni nasaha, mawaidha. Basi kila apendaye atawaidhika, asiyetaka basi mwachilie mbali. Mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa, zilizotukuzwa, zilizotakaswa, zilizomo mikononi mwa malaika, waandishi wa Mwenyezi Mungu, watukufu wacha Mungu. Qur'ani inatueleza nimekubali, lakini wacha nisonge kando nikupatie kifungo ya Qur'ani kuonyesha Qur'ani iko andikwa na Mwenyezi Mungu, iliandikwa na majini. Ngoja tu kidogo. Kuangalia utaangalia, haina shida. Ngoja, nataka tuelewane kidogo. Ngoja kidogo. Haina shida. Utatupa hiyo. Tumwa Qur'ani. Muhammad alichukuliwa na majini wakiweko katika pango. Majini iliandika nini? Qur'an. Asante, hakuna shida. Kabla uangalie, ngoja kidogo. Haina shida. So tukupe dakika ngapi? Dakika 5 tu na. Asante. Haya, kaa hapo. Wewe ukipata tupatie, tuko hapa. Amesema anaangalia Qur'ani imeandikwa na majini, na Qur'ani na Muhammad aliitwa na majini pangoni. Amesema natuletea saa hii na hatuko mbali, alete. Haya, kuna brother hapa. Karibu brother. Naona unazungumza ukiwa nje. Nafasi ya kwako tena nzuri. Njoo uinjike maswali kama hayo tuanguke chini. Mimi wananiita Salim. Alex. Asante sana. Alex, Muislamu, Kristo? Mimi ni mtu wa Mungu. Wewe ni mtu wa Mungu. Maanake wewe sio Mkristo wala sio Muislamu, lakini kwa taarifa yako hata shetani ni wa Mungu. Kila kitu ni cha Mungu. Hakuna kitu ambacho ni cha shetani. Shetani hana kitu yake. Kila kitu unaona hii dunia wala mbinguni, vitu yote ni ya Mungu. So hata sisi ni wa Mungu. Kama wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ndio mtoto wa Mungu. So Wakristo tulieni. Yaani hapa Jacaranda kuna maneno. Yaani Wakristo wakati wanasema Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee, ndio huyu hapa. Ndio wewe. So unasikia Wakristo wako wapi? Yule alikuwa ananiambia ni Yesu. Sio Yesu, ni huyu. Huyu ndio anasema ndio mwana wa Mungu huyu. Anasema
ataumba mtu kwa mfano wake. So mimi nafanana na Mungu. Kwa hivyo mimi ni mwana wa Mungu. So Mungu mweusi kama wewe. Hiyo ndio Biblia inasema. Na ule mtu mweupe Amenyolewa. wallahi subhanallah. Wakati Mungu anasema kwa Biblia ile mimi nayoelewa, anaposema ataumba mtu kwa mfano wake ni sawasawa na fundi anaposema nitajenga hii nyumba kwa mfano wangu, yani my own design. Yani ni design ya ule fundi ndio amedesign hiyo nyumba. Sio kwamba ile nyumba inafanana na fundi, hapana. Sio kwamba ati binadamu anafanana na Mungu, hapana. Ni Mungu alimuumba kwa ule mfano Mungu alikuwa anataka. Anasema kwa hiyo kitabu ya Mwanzo, atamuumba mwanadamu kwa mfano wake. Sasa wewe unafanana nini na Mungu? Masikio ama macho? Ile niko hivi ndio vile Mungu anafanana. Sasa Mungu ni mwanaume mwanamke? Wewe mimi sifanani na Mungu, hapana, mimi sifanani na Mungu. Mimi sifanani na Mungu. Pili, Mungu sio mwanaume kama mimi. Mimi ni mwanaume. Napata na niko na mke wangu na ni mwanamke. Sasa kati ya mimi na mke wangu nani wanafanana na Mungu? Okay, twende kwa maswali, tuache hiyo. So sawa na nikufuru hiyo. Kwa sababu Mungu hafanani na binadamu, kwa sababu mwanamke anafanana na binadamu. Binadamu gani? Mwanaume ama mwanamke? Kwa sababu mwanaume hafanani na mwanamke. Aliumba mwanamke. Aliumba mwanadamu Adam. So hao wengine walitoka tu kwa ubavu wa Adam. So Mungu aliumba Adam. Na Adam ndio unakuta huyu mwanamke ametoka kwa ubavu wa Adam. So Mungu aliumba Adam, hakuumba mwanamke. Asante, naenda na fikra yako tu, wala sina tatizo. So unataka kutuambia Mungu anafanana na huyu mwanaume? Anafanana na huyo mwanaume. 9 Kutoka 14. 9:14 Kutoka. 9:14 Kutoka. Tuulize kwanza Mungu kama anafanana na chochote. Pole pole tu. Yaani wewe mwanaume na unajua vile hali yetu ilivyo bana. Tukiona mazingira imeharibika, mwili pia inaharibika, alafu wewe tena unataka kusema 9:14 Kutoka. Inasema hivi, 9:14 kitabu ni cha Kutoka inasema. 9:14 Kutoka. Naye Kutoka. Kwani wakati huu nitaleta mapigo yangu yote juu ya moyo wako na juu ya watumishi wako na juu ya watu wako, ili upate kujua ya kuwa hapana mmoja mfano wa mimi ulimwenguni mwote. Mungu anasema tupate kujua hakuna mfano wa Mungu ulimwenguni wote. Na wewe unafanana na nani? Na wewe ulikuwa unafanana na nani? Unajua mimi nafanana na Mungu. Na Biblia inasema Mungu hana mfano ulimwenguni mwote. Biblia haijakuwa na kitabu moja, Biblia iko tofauti. Kuna version za kila aina za Biblia. So ile yenye mimi nasoma haifanani labda na hii yako. Uko na ya simu? Sina ya simu. Unasomanga gani wewe? NIV. NIV. Uko nayo? Kuna mtu anakona. So hizi Biblia nyingine ni fake. Ni sawa, zimefanana, ni photocopy zingine labda. So Biblia ni photocopy. Okay, niulize swali lingine. Uliza tu. Maana sasa muelewa huyo. Asa ona ukweli asaanza kuruka, alete swali. Swali langu ilikuwa nyinyi mnasema hamuamini Yesu Kristo. Muislamu akisema hamuamini Yesu anakuwa ni kafiri, kwa sababu Muislamu katika nguzo ya imani lazima kuamini manabii wote, na huyu Isa ibn Maryam ni nabii wa Mungu, lazima tumuamini. So tunamwamini 100%. Wakristo ndio wanampinga. Kama wewe ni mpingaji wa Yesu. Na kwa nini kila wakati nimesikia watu wakiuliza maswali hapa ambayo yanahusiana na mambo ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo na ubatizo wa Yohana Mtakatifu, na mnamrifaa kwa vitabu za wakina wa Filipi ambao ni kina Paulo walikuwa wanaandika hizo vitabu? Mbona mnaamini hizo sana na mnaamini mambo ya Yesu Kristo? Sasa sisi hatujaamini hizo na hakuna mtu tumemrifaa kwa Wafilipi. Labda wewe umedandia gari kwa mbele badala ya nyuma. Uliza swali yako, achana na maswali ya watu. Swali iliyokuleta wewe uliza, wachana na maswali ya watu. Mimi nimesema Waislamu ndio wanamwamini Isa ibn Maryam, Yesu mtoto wa Mariamu. Wakristo wanampinga. Kama wewe ni mmoja unayepinga Yesu, so wewe ni antichrist. Kwa nini Waislamu mnaoa mabibi wengi? Asante. Anauliza swali, kwa nini Waislamu wanaoa wake wengi? Tulia nikueleze. Ukiona mtu anayeweza kuoa wake wawili na hii economy ya Kenya, ni mtu kwanza ana mali na tena ana nguvu ya kiume, kwa sababu kuoa si mchezo.
Hata kama katika Uislamu, hata kama hujaoa mke hata mmoja, hufai kuoa kama huna uwezo wa kulisha huyo mwanamke. Na mara vizuri. So kuoa pia kuna sheria zake. Huwezi oa hata mke mmoja kama huna uwezo wa kulisha. Lazima kwanza uwe na uwezo wa kumlisha na uwe uko na uwezo nguvu ya kiume. Kama wewe ni mgonjwa huna nguvu za kiume, kwanza uende utibiwe ndio uwe sawa. So ukiona mtu anayeoa wake wawili ana uwezo. So Waislamu pale wanapooa wake wawili au watatu ni wale ambao wana uwezo, sio sheria ati kila Muislamu aoe wake wawili. Hakuna hiyo sheria. Na ndio unaona hata Wakristo kuna ule amefariki juzi hapa Western, alikuwa sijui na wake wangapi na watoto 38. Kwa sababu alikuwa na mali. Jirongo kama unamjua, alikuwa na mali. Alikuwa na wake na watoto wamekaa vizuri. So mtu akiwa na uwezo anaoa. Hii propaganda ya kuoa mke mmoja ililetwa na wazungu. Wewe babu yako ukichunguza alikuwa labda na wake wawili au watatu. Kwanza kabila zote za Kiafrika, Waluya, Wajaluo, Wakikuyu, babu zetu walikuwa wanaoa bibi wawili au watatu. Kwa nini? Walikuwa na mali na walikuwa na nguvu. Na pale vizuri, hawakuwa wameharibiwa na hizi chemical. So tunaoa wake wawili au watatu kwanza kwa sababu una uwezo, tena ni sheria Mungu ametupa 4:3 Qur'an. Inasema hivi. Qur'ani 4:3 inasema, na mkiogopa kutowafanyia waadilifu mayatima, basi ogopeni vile vile kutowafanyia waadilifu wanawake. Asante. Basi oeni mnaowapenda katika wanawake, maadamu mtawafanyia insafu. Wawili. Kwanza unaambiwa uanze na wawili kama una uwezo. Moja, wawili au watatu au wanne tu. Na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya uadilifu, basi oeni mmoja tu. Qur'ani inakuambia kama huna uwezo, Qur'ani hiyo inasema kama huna uwezo wewe baki na mmoja. Usijisumbue na wawili wakati huna uwezo. Economy mbaya. Wewe unang'ang'ana na wawili utapeleka wapi? Na Biblia hiyo ni Qur'ani. Lete Biblia 4:19 Mwanzo. Utamsaidia, hajasema umsaidie. Hiyo utakuja baadaye. 4:19 kitabu cha Mwanzo. Huyu anamaliza saa hii, wewe utakuja. Siwe na wasiwasi. Na kabla ya wewe kuna mtu ametuambia Qur'ani iliandikwa na majini na akasema tumpe dakika 5, saa hii inaenda karibu dakika 10. Na hata nampatia masaa 3. Hata atapigia mchungaji, atapiga, atamaliza, atanipata hapa. Na isubiri. Na msimwachilie aende. Hii ni Mwanzo 19. 4:19 kitabu cha Mwanzo inasema. Aya. Lameki akajitawalia wake wawili. Hii ni Biblia. Mwanzo 4:19 inasema kuna mtu alikuwa anaitwa Lameki, naye wakati aliangalia wanawake akachukua wangapi? Wawili. Kwa sababu alikuwa na nguvu. Sasa wewe uko na wangapi? Sasa mbona huyu anacheka? Wewe una wangapi? Mimi niko na mmoja. Unaridhika? Yeah. Basi kaa na huyo mmoja, lakini usifanye uzinifu. Kama huyo mmoja unaridhika, wewe kaa naye. Wala usitumie ati sijui trust nini, wachana nayo. Sasa kama una mmoja na unaridhika, ni vizuri ishi na huyo. Lakini kama una mmoja na huridhiki, sio vizuri kufanya ukahaba, afadhali kuongeza kuoa. So nyinyi mnaoa kwa sababu mko na mali. Tuna uwezo. Mtu akiwa na kamali anafaa anaongeza, sio kukaa na kamoja bana. Kuna haja gani Angalia wale wengi wana mali, wale wanadanganya watu wameoa moja, wakifa unapata bibi mwingine anakuja na watoto wanafanana naye, mwingine anakuja na watoto wanafanana, inakuwa ni aibu hata wakati wa mazishi. Unaona? So ukiwa na mali na una uwezo, ongeza mke wa pili. Kama una uwezo. Kama wewe huna uwezo wa kinguvu za kiume na kipesa, basi baki na mmoja, haujaulizwa na yeyote. Na ndio unaona wazee wa zamani, enda hapa Uluyani, enda hapa Nyanza, walikuwa wanaoa wake wawili, watatu, wanne kwa sababu walikuwa na uwezo. Sasa tumeharibiwa na hizi makemiko. Na watu wamefanya uzinifu. Ndio unaona Nairobi ndio ilikuwa inaongozwa na ukimwi. Si ati hao wanaenda kulala na hao wasichana hawana bibi, wana bibi. Lakini wanaacha bibi hao anaenda kufanya ukahaba, anapata ukimwi tena analetea mke wake. Which is not good. Sasa kama una uwezo wewe wake wawili, kama huna basi baki na mmoja, hujaulizwa. Unanielewa? Yeah. Kwa nini? Swali lingine ni kwa nini nyinyi Waislamu ampendi kuona Mwafrika akioa hii kabila yenu? Mimi ni Mkikuyu. Na ni Mwafrika. Sasa sitaki mtu akioa Mkikuyu wapi na watu wameoa Wakikuyu wengi. Wewe si Kikuyu. Mimi ni Kikuyu.
Ati mimi ni Woria. Mimi ni Mkikuyu, mtu wa kutoka hapa Kiambu. Alhamdulillah nikapata neema nikasilimu. Ati Okay, sasa kwa nini Waislamu hawapendi Woria kuolewa na Mwafrika? Woria umekuja, Woria ni watu specific tribe. Muislamu haolewi na Mkristo, ndio ungeuliza. Ni kwa sababu sheria ambazo zinatumika katika Uislamu sio the same sheria zinatumika katika Ukristo. Kwa mfano, saa hii umempenda msichana wa Kiislamu. Je, hiyo ndoa itafungishwa na nani? Na ndoa ya Kiislamu lazima ifungishwe na Sheikh. Kuna hutuba inatolewa pale ndio inafungishwa. Sasa wewe ndio umuoe, nani atafungisha ndoa? Anafungishwa na yule mchungaji wangu. Sasa akienda kwa mchungaji wako, maana yake nyinyi wote wawili ni Wakristo. Kwa nini mmefuata sheria ya Kikristo? Unapata vizuri eh? So hata kuwa Muislamu tena kwa sababu mmeenda kufuata sheria ya Kikristo. Hivyo ni kuwakataza, mmewakataza. Sio kuwakataza, kitabu kinasemaje? Qur'ani 2:221. Mungu ndo amekataza. Pili, wewe ukioa mwanamke Muislamu, wanawake na wanaume wa Kiislamu wanaamkanga usiku kuswali, kuna swala za usiku. Wewe utadhani umeoa mchawi kwa sababu hujui kama anaamkanga usiku. Wewe unaona mtu ameamka usiku ametawadha ameenda, unashangaa huyu anafanya nini? Kwa sababu wewe sio Muislamu, hujui, na kumbe ametoka kwenda kusali usiku na wewe anakuacha kwa kitanda. Unaona? So hamtaelewana. Qur'ani 2:221. 221. Pole. Mos. Pole. Ngoja kwanza nimalizane na huyo. Sisi hatudharaulingi watu, huyu ndiye ameanza, akimaliza utakuja. Wacha amalize. Inasema hivi, wala msiwaoe wanawake washirikina mpaka waamini. Asante. Na mjakazi mwenye kuamini ni bora kuliko muungwana mshirikina. Asante. Hata ingawa akakupendezeni. Asante. Wala msiwaoze wanaume washirikina wanawake wa Kiislamu mpaka waamini. So Mungu ndo amesema hakuna kuozeshwa, kwa sababu ndoa yenyewe nani atafunga? So hakuna. Na usisilimu kwa ajili ya kuoa. Maanisha kwamba kwa Ukristo yule mchungaji Mkristo hayuko na ile nguvu kama zile Muislamu ako nazo za kufungisha hiyo ndoa. Katika Ukristo kwa mfano Ukristo inafundisha nini ndoa inafungishwa namna gani? Hebu nipe kwa brief tu. Uniambie ndoa katika Ukristo inaanza hivi na hivi. Brief inaanza aje? Inafungishwaje? Sasa siwezi nikafundisha hapo kwa sababu mimi nashindwa. Kwa nini unasema hiyo ndoa hakuna mwenye ataifungisha na kuna Mkristo mchungaji kwa ile? Ndio nimeuliza, mchungaji anafungisha ndoa na sheria gani? Sisi tunafungisha ndoa na sheria ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna Muhammad alivyofungisha ndoa, na yeye akatuonyesha kielelezo, kwa sababu alifundishwa na Mungu. Yesu maisha yake yote hajaifungisha ndoa. Mchungaji atafungisha ndoa na sheria ya nani? Na Yesu hakufungisha ndoa. Yeye mwenyewe hakuoa, hakufungisha ndoa. Katika maisha yote Yesu aliishi duniani hajaifungisha ndoa hata hii moja. Muhammad kafungisha ndoa. Sasa mchungaji atafungisha ndoa na sheria ya nani? Wakristo wa Korong. Ndio nauliza. Sasa wewe ndio utajua, kwa sababu mimi nauliza. Na ndio unaona, kwa mfano wewe ni Mkatoliki, unaenda kufungishwa ndoa na father. Mwanake father pia hajaoa. Hata hajui mwanamke anafaa kuwa namna gani, kwa sababu maisha yake hajaioa. Umepata ile andiko? Umetosheka. Asante. Umetosheka. Haya, tulia. Kwa kaka tulia. Kuna jamaa alituambia Qur'ani imeandikwa na majini na tukampa dakika 5. Si ni kweli? Wacheni tumsikie sasa. Haya, rudi nafasi. Topole pole tu, karibu hapa. Nataka mnisomee Qur'an. Kurasa ya 6:41. 6:41. Qur'ani imefungwa imenini na majini. 6:41 msome na umuonyeshe na macho yake. 6:41. Ikionekana imeandikwa na majini utulie hapo. 6:41. 6:41 ndio hii. Na umuonyeshe 41 na 6 ndio hii. 6 ndio hii, 41 ndio hii. Bali yeye ndiye mtakaye muomba, naye atakuondoleeni mnayomuomba, kukuondosheeni akipenda, nayo ni yale ya kiduniani,
si ya kiakhira, na mtamsahau mnaowashirikisha na Mwenyezi Mungu. Sasa leta hiyo aya. Sio hiyo. Sasa ngoja tusomee hiyo yako ya simu. Angalia ngoja. Imeandikwa na majini. Tukampa nafasi akaenda akakuja na aya anasema sio hiyo. Namwambia tusomee hiyo yake ametumiwa na mchungaji hataki. Sasa tumuelewaje? Sasa kaka wanakuita nani? Naitwa Nasoro. Muislamu Kristo. Mimi ni Muislamu katika imani, sio kwa dini kama yako. Wewe ni Muislamu eh? Yeah. Asante sana. Mashaallah. Mashaallah, karibu sana kama wewe ni Muislamu. Niseme mimi ni Muislamu. Yeah. Neno Islam maana yake ni mtu wa amani. Mimi nimekuja na amani. Sawa? So swali langu ni hili. Mnaamini hii Qur'an? Qur'an ndio imani ya Waislamu. Si unajua tu. Si umesema wewe ni Muislamu? Sawa. Na lazima uamini Qur'an. Mimi nimesema mimi ni Muislamu wa imani, sio wa dini. Nakuja kunena mwacha kabisa. Twende pole. Hebu soma Mathayo, Luka 4:16. Muislamu anasoma Luka. 4:16. Mwacha. Wa imani sio wa dini. Manake neno in Islam manake ni amani. Na nimekuja na amani. Na wewe dini gani? Wewe dini gani? Ndio nakuja na kujibu. Twende katika maandiko. Unajua ukienda kwa watu ambao hawaelewi maandiko, twende na maandiko. Luka 4:16. Haya. Huyu jamaa ametoa aya. Yeah. Asante sana. Ni mtindo wa Yesu. Hata tuangalie sasa. Luka 4:16 inasema, akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. So desturi ya Yesu ni kuingia sinagogi siku ya gani? Sabato. Sawa. Twende pole. Mimi sasema mimi ni msabato. Ngoja usimnini kwa sababu atatoka kwa point ambayo tunataka. Tunataka tusikie swali yake na aseme amekorogwa na mtu. Swali yako ni gani iliyokuleta? Pole sasa. Ndio narudi, unajua tunazungumza. Sasa mimi nimesema Yesu siku ya Sabato aliingia sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Maana yake mtu wa Yesu hufuata mahali Yesu anaenda, si ndivyo? Yeye Sabato anaenda wapi? Wacha tuangalie Qur'an 2:65. 2:65 Qur'an. 2:65. 2:65. Tusikie swali yake. Asante sana. Haya, Qur'an 2:65. Haya, Qur'an 2:65. Wakristo msome Qur'ani. Katika wale walioamini mitume ya zamani huko, sawa, na Mayahudi, na Wakristo. Na hiyo neno Mayahudi hiyo mnaandika, tutaulizana mbele. Tuendeleza. Mayahudi. Na tuseme Maislamu na Mayahudi. Si ndivyo? Tuendelee hivyo. Ngoja kidogo. Unatuhubiria na umetoa aya bwana. Hapana. Na Mayahudi. Maislamu pia. Na Wakristo. Na Wasabai. Yoyote miongoni mwao atakayemwamini Mwenyezi Mungu. Sasa kama anavyosema Nabii Muhammad, na akaamini siku ya mwisho na akafanya vitendo vizuri, basi watapata thawabu zao kwa Mola wao. Sasa kulingana na Biblia, na hii naona ni kama mnafika mahali, kulingana na Biblia siku ya Sabato, twende pole. Mimi ndio nauliza swali. I don't know huyu jamaa anababaika nini? Tunasubiri swali. Wacha kudanganya bwana. Haya sawa. Hamna shida. Sawa. Na hii usiruke. Inasema hivi. Na kwa yakini mmekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu katika amri ya kuheshimu Jumamosi. Basi tukawaambia kuweni manyani wadhalilifu. Sasa wale walienda Friday wataambiwa nini? Hapo tutakwenda mbele. Wale wanaenda Friday wataambiwa nini? Ndio swali yako. Hapo tunaenda sasa siulize swali. Sasa nitakujibu nini? Ngoja kidogo. Na una take time kubwa sana. Ngoja kidogo kabla maandiko twende mambo mengine. Hii itakuwa ni mchezo. Ngoja. Swali yako ni gani? What is your question? Sasa peana swali yako. Yeye anasema hivi, siku ya Sabato Yesu aliingia desturi yake, alikuwa anaingia wapi? Qur'an
nasema wale walioiasi Sabato walilaaniwa kuwa nani? Wakuwe manyani, kwa sababu walifanya nini? Na wale wanaenda Friday wataambiwa nini? Ndio swali yako hiyo? Yes. Asante sana. Swali nzuri sana ambao ni swali nyepesi. 62:9 Qur'an. So swali si umeniuliza? Boss, angalia boss. Hapa tunasema itakuwa ni utoto. Itakuwa ni utoto kwa sababu ameniuliza swali, lazima nimjibu. Ngoja kidogo kaka. Sasa nitakujibu venye unataka ama namna gani? Mnaamini Qur'an? Sawa. Umeshinda. Never with the food. Umeshinda. Angalia. Nimempa. Ngoja boss. Tulia boss. Ngoja, wewe ni mtu mzima kweli? Nataka nikuelewe vizuri. Ni wewe ni mtu mzima? Ngoja, nitakueleza kama naamini. Swali nataka nikuelewe vizuri. Wewe unataka kutuambia Wakristo wanaoenda Jumapili wamepotea? Nimesema hivi, wale wanaenda Jumapili na wale wanaenda Ijumaa wamepotea na Qur'an. Walilaaniwa kwa nini? So Wakristo, ngoja. Ya Qur'an. Hao ni nani? Si ni manyani? Sawa. Sasa mimi nauliza katika hiyo aya. Sawa. Mimi nadhani angalia. Wewe itabidi uende kwa siasa kwa sababu ngoja. Sasa siwache niongee. Aya ndio nauliza. Sasa niulize nini? Si unyamaze basi nikujibu. Waislamu Jumamosi tunaenda msikitini. Waislamu Jumapili tunaenda msikitini. Waislamu kila siku tuko msikitini. Sasa huu na mshangani mtu aina gani? Kwa sababu Waislamu kila siku wako msikitini. So Jumamosi Waislamu wako msikitini. Msikiti ya wapi? Tena mara 5. Hata Wakristo kila siku wanasali, wakikula wanasali, jioni sijauliza hiyo. Kuenda msikitini tusiende upishi. Boss kidogo. Kulingana na Qur'an. Sawa umeshinda. Umeshinda. Najua unaweza ona mtu ni mzima. Sawa. Umeshinda. Ngoja kidogo. Hapo nini kama ni kushinda, ameshinda kwa sababu hatuko kushindana. Waislamu Jumamosi tuko msikitini. Utasemaje tunaasi Sabato wakati Jumamosi tunaenda siku 5, Ijumaa tunaenda siku 5, kila siku tuko siku 5 kwa msikiti? So which question is anauliza ni gani? Sijampata. So ni wasting of time, kwa sababu ndio unaona hawezi kunyamaza ili nimjibu, kwa sababu anajua akinyamaza tu anajibiwa. That's why anaongea hataki ajibiwe. Una swali? Una swali? Karibu hapa. Nafasi iko hapa. Si lazima nikuje hapa. Karibu hapa. Aliwachana na mtu nje. Kama mtu hataki kuja hapa maana yake ana hidden agenda. Lazima turekodi kila kitu tunafanya ili tusiambiwe kuna kitu tumefundisha ambao ni against Uislamu. Mtu hapa anakuja anakuambia tu Waislamu hatuendi Jumamosi msikitini wakati unaenda mara 5 msikitini. Mimi wananiita Don Bosco Apollo ndio majina yangu. Don Bosco Apollo, Muislamu Mkristo. Injika swali nilisikia. Nataka mnikonfirmie ile yenye imeulizwa pale. Pia mimi niridhike, yani sijaridhika. Asante sana. Mwana umelikwepa, huyu pia amelikwepa. Mimi sijalikwepa. Ameuliza hivi, wanaoenda Ijumaa tukabisa karibia hapa ikuonyeshe. Yeye lengo lake ni kwamba Wakristo wa Jumamosi ndio walilaaniwa kwa sababu hawaendi Jumamosi. Mtu yoyote haendi Jumamosi kulingana na itikadi yake, na aya aliyoleta kwa Qur'ani ndio aliambiwa kuwe manyani. Wewe unaenda Jumamosi? Naenda Jumamosi. Unaenda msikitini? Siendi msikitini. Unaenda wapi? Jumamosi. Jumamosi unaenda kukamilisha Sabato wapi? Jumamosi kwa kanisa. Yesu alienda kanisani Jumamosi ama msikitini? Alipumzika siku ya Sabato. Ndio, alienda siku ya 7. Yes. Alienda kanisani msikitini? Alienda kanisani. Wapi imeandikwa? Yesu alienda kanisani. Biblia yote toa. Ninaamini Biblia yangu. Iko wapi? Uko nayo? Wacha nikaitafute. Kabla hujaenda kuitafuta sasa, tulia hapa. Haya, Qur'ani tumfunze pole. Haya,
265. Pole pole tu. Unataka kusilimu? Tulia. Una swali ama unataka kusilimu? Karibu. Karibu kwanza. Karibu kwanza. Unajua kuna mambo tunaharakisha. Karibu basi. Nafasi iko. Manake hii nayo inauma watu sana, watu wakiwa Waislamu. Unasema unaitwa nani? Naitwa Joseph Ochieng. Joseph Ochieng. Nango mena. Bera eja. Doje Islam. Islam ili dini mabere. Lero kamano. Adonje. Donjo nango. Asante sana. Unataka kuwa Muislamu? Kabisa. Kuna mtu amekulazimisha? Hakuna. Na usiondoke wewe. Usiondoke, tulia. Hata kuna ule ametuambia Qur'ani imeandikwa na majini, naye asiondoke. Asante. Haya, kuwa Muislamu ni maneno mawili unatamka kutoka kwa kinywa chako unakuwa Muislamu. Sawa? Rudia nyuma yangu. Sema bismi. Lahi. Rahman. Rahim. Ashhadu. An. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulu. Lahi. Sema nakiri kwa moyo. Bila kulazimishwa na mtu. Kuwa Muislamu. Sema nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi. Ya kwamba. Hapana Mola. Apasaye. Kuabudiwa. Kwa haki. Isipokuwa. Mwenyezi Mungu. Mmoja tu. Sema nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi. Ya kwamba. Hakika ya Muhammad. Ni mtume. Wa Mwenyezi Mungu. Nakiri. Na kuamini. Hayo maneno machache usakuwa Muislamu. Uislamu hakuna mambo ya kukupeleka sijui nini wala nini. Wewe ni Muislamu. Hatuko katika mwezi wa Shaabani, tunaelekea mwezi wa Ramadhani. Sasa katika Uislamu ni kusoma. Kusoma lazima ujitahidi katika masomo na masomo yako free. Sawa? Tuko na Soweto hapa wanasomesha free. Unajua Uislamu na kila kitu. Na ustadhi yuko hapa, utamshika mkono kama unaishi hapa Soweto tu. Hakikisha umepata masomo free. Ungependa jina gani katika Uislamu? Kuna majina mazuri ya kuitana katika Uislamu. Utasikia Muislamu anaitwa Adam. Na huwezi pata Mkristo yote duniani anaitwa Adam. Huwezi. Naona kwa sababu ni majina ya manabii ndio tunachukua. Adam, Ibrahimu, Musa, naona Daud, Suleiman, naona unapata Isaka, Ismaili, naona yani majina mazuri. Muhammad, naona Yahya, naona Rashid ni kiongozi. Majina mazuri. Hassan, Omar, naona ungependa jina gani? Ama Bilal, naona majina yako mengi. Omar, mashaallah, karibu sana katika Uislamu. Wewe ndugu yetu katika Uislamu. Muone huyu ndio apate details zako zote, ajue nini. Kuna huyo kaka alikuwa hapa tena ameenda. Ameniuliza hiyo 65 tumfafanulie tena ameingia mitini. Karibu hapa. Azana. Na kama kuna mtu ana swali awe nini? 265 pole. Na ndio unaona ule hangekubali. Kwa sababu ameongea kwa kelele, hangekubali kutulia ili tumfunze. Sijui kama unanielewa. Na ukiona mtu ana kelele, kuna kitu anaficha. Mbona asitulie venye nimempa time nimjibu. Hata pia ulivyokuwa nikinyamaza, video iko hapa tena nilikuwa nimenyamaza. Akaniuliza watu wa Ijumaa watafanywa nini? Nikienda kumsomea 6:62:9. Hapana, nataka hapa kwa sababu saa jua ni empty, ana kitu. Sikiza inasemaje? Tena hii ni Qur'ani. Kwa yakini mmekwisha kujia habari za wale walioasi miongoni mwenu katika amri ya kuheshimu Jumamosi. Tena hii ni habari anafunuliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu waliasi siku ya Jumamosi. Sikiza walikuaje? Jumamosi. Basi tukawaambia kuweni manyani wadhalilifu. Kwanza hiyo siku ya Jumamosi walikuwa wameambiwa wasifanye ibada wasifanye kazi isipokuwa ibada. Basi kwa sababu waliasi, Mungu akawafanya kuwa manyani. Malisia aya pole. Hainaendelea kusema. Kwa hivyo tukaifanya adhabu ya kuwafanya wale watu manyani kwa onyo, kuwa ni onyo
kwa wale waliokuwa katika zama zao, wale waliokuwa katika wakati wao, zama zao, si wakati huu. Wakati huu ni wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malizia baba. Inaendelea kusema na waliokuja nyuma yao, na tukaifanya ni mawaidha kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Ikawa ni mawaidha, so tukajua ukivunja sheria ya Mungu utapata adhabu. Ni mawaidha kwetu, ila sisi hakuna mahali katika Qur'an tumeambiwa tushike Jumamosi. Sisi tumeambiwa kila siku tuabudu. Ndio unaona Jumamosi tuko msikitini, Jumapili tuko msikitini, Jumatatu tuko msikitini, na hata leo saa hii tukimaliza tunakimbia msikitini tena, tunaabudu mara 5 kwa siku. So Mungu ametuamrisha kufanya ibada kila siku, sio siku moja, hapana. Ijumaa inakuwa inafanyika kitu kinaitwa hutuba. Hiyo kwanza ni ya kujulia hali ya umma iko namna gani. Unanipata vizuri? Lakini pia Ijumaa tunaabudu mara 5. Kwa hivyo hamna siku. Sisi hatuna specific siku. Kila siku tunafanya ibada. Mpaka siku utaondoka duniani, unafanya ibada kila siku. Nimekuwa challenge because sielewi mambo ya Kiislamu na ya Kikristo. Ya Kikristo ninayajua. Unayajua? Asante sana. Sasa wewe kwanza, Mungu mwenyewe alisema tufanye kazi siku 6, ya 7 tupumzike. Asante. Islamu nasikia tunafanya kila siku, sisi hatupumziki. Ingawaje Ijumaa tunafanya kazi. Kwenye sehemu nyingi ambazo naongoza na Waislamu, kifika siku ya Ijumaa kuna wakati ambapo wana break. Ni hapa mnatohada kwa mnaenda throughout. Kabisa tuna break kwa sababu 62:9 Qur'ani. Hata ukienda sehemu kuna Waislamu, anafunga duka anaenda kusali, akimaliza anafungua duka anaendelea biashara. Anasali kwa nini? Kwa sababu ni siku hiyo, ndio siku yao. No, sio huyu ni kama aishi kwa Waislamu. Waislamu wote ikiadhiniwa Allahu Akbar, haendelei kuuza, anafunga duka anaenda kusali. Hata Monday, hata Jumatatu ukipata Muislamu Allahu Akbar, umeadhiniwa sala, anafunga duka anaenda anasali, akimaliza anakuja anafungua. Wewe unaishi sehemu gani kaka? Sikiza habari. Enyi mlioamini, angalia hapa. Enyi mlioamini, kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu, na achieni biashara kufanya hivyo, ni bora kwenu. Ikiwa mnajua hivi basi fanyeni. Na itakapokwisha sala, tawanyikeni katika ardhi, mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu na mkumbuke Mwenyezi Mungu kwa wingi, ili msipate kufanya mabaya. Asante. So sisi tunafanya sala ikiadhiniwa, ukiwa karibu ya kwenda kwa msikiti inafaa unafunga biashara unaenda. Kama hauko karibu na msikiti, unapata mtu ameweka mkeka anasali, hawezi kukuuzia wakati hiyo mpaka amalize sala yake. Akimaliza ndio atakuuliza ulikuwa unasemaje. Lazima tuheshimu sala wakati wowote, sio Ijumaa. Sasa wewe umeniambia Mkristo. Haya, wapi katika Biblia inasema watu waende wakaabudu Jumamosi? Toka 20 inasema kwa baadhi ya amri ambazo Musa alipewa, ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Asante. So Wakristo wengine wote ambao wanaenda Jumapili ni wapinza. Siku hiyo usifanye kazi wala mja wako, ikiendelea hivyo hivyo. Wala sina shida, nataka nielewe. Wakristo wa Jumapili maana yake wamepotea? Si waliitwa manyani ukisikia. Ndio nakuuliza wewe kwa kinywa chako sasa, ili utuambie, ili Wakristo wa Jumapili wajue, si wenzako. Wakristo wa Jumapili wako right ama wamepotea? Kwa mtazamo wangu wamepotea. So wakiona Mkristo wote wa Jumapili, huyu anasema umepotea kwa sababu ni msabato. Wakuwe wa Sabato sasa. Unless hao pia maybe kuna penywa muone imeandikwa kuwa siku ya Sabato ni yafaa kwa siku ya Jumapili. Na unajua usabato imeanzishwa na mwanamke mmoja akiitwa Ellen G. White na makao makuu iko hapa Amerika. Hajatajwa kwenye Biblia. Ndio nasema, unajua ndio wameanzisha. Sina habari hiyo. Ulijulia wapi hayo? Afanya hivi, angalia, kuja kesho tuko, njoo mapema kesho na swali yako. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.